Utawala wa Rais Donald Trump umependekeza kukataa huduma ya watoto waliobadili jinsia na kwa baadhi ya vijana wazima. Hatua hiyo imesababisha hasira na upinzani kutoka kwa mashirika ya utetezi wa watu waliobadili jinsia, LGBTQ, familia zenye watoto waliobadili jinsia, watoa huduma za matibabu na baadhi ya viongozi wa kiliberali wa California. Juhudi za hivi karibuni ambazo zinalenga kupiga marufuku utunzaji kama huo kote nchini, kuondoa ufadhili kutoka kwa hospitali zinazotoa huduma hiyo na kuadhibu madaktari na wazazi wanaotekeleza au kuiunga mkono, zinafuata maagizo ya awali ya utendaji kutoka kwa Rais Trump na kufanya kazi na idara ya sheria kudhibiti utunzaji kama huo. Hospitali nyingi, ikiwa ni pamoja na zilizopo California, tayari zimepunguza huduma kama hiyo au kufunga programu zao za utunzaji wa kudhibitisha jinsia kutokana na hilo. Mwanaharakati wa jinsia tofauti Abigail Johnson mwenye umri wa miaka 17 kutoka Riverside, jimboni California, ameziita hatua hizo kuwa za kipuuzi na hatari, kwani huduma kama hiyo huokoa maisha, na kuongeza kuwa hatua hizo ni kitendo cha kisiasa tu cha Republican kinacholenga kuwafanya watu waliobadili jinsia kuonekana kama wanyama wa kuhamasisha ngome yao dhidi ya watu waliobadili jinsia. Jana Jumatano, bunge la wawakilishi wa Marekani lilipitisha marufuku kubwa ya utunzaji wa kijinsia kwa vijana ambayo ilitolewa na mwakilishi Marjorie Taylor Greene, kwa kiasi kikubwa ikiwa ni kwa mjibu wa vyama. Mswada huo ambao unakabiliwa na njia ngumu zaidi katika bunge la Senate ya Marekani unapiga marufuku upasuaji ambao tayari ni nadra kwa kudhibitisha jinsia, lakini pia matibabu ya kawaida zaidi kama vile tiba ya hormone na vizuizi vya kubalee kwa mtu yeyote aliye chini ya umri wa miaka 18. Aidha, mswada huo unatoa wito wa kushtakiwa kwa kosa la jinai kwa madaktari, wafanyakazi wa afya wanaotoa huduma hiyo, na adhabu kwa wazazi wanaowezesha au kukubali watoto wao kufanyiwa vitendo hivyo. Je, mtazamo wako ni upi? Hapo chini sema comment. Trump yupo sahihi ama hayupo sahihi? Dondosha hapo chini, sema comment muhimu sana. Mimi ni Mr. Baro, the king of all black men, and that's not the worldwide one, that's my name.